wakazi wa Bondo wamejiandaa vipi kuhusiana na shughuli ya mazishi ya mwenda zake Raila Odinga. Asante sana Gladys mkiwa na AJB studioni. Naam, tunaendelea kuleta matangazo haya moja kwa moja kutoka Opoda Farm ambayo ndio nyumbani kwake Raila Odinga huku Bondo, mji wa Bondo iliyoko kaunti hii ya Siaya. Jinsi unavyoona nyuma yangu hiyo ndio nyumba ya Raila Odinga iliyoko hapa Opoda Farm. Pale ambapo tumeweza kutia kambi ama kukita kambi tangia asubuhi. Tulifika hapa mwendo wa saa 2 asubuhi, na wakati tulifika hapa kulikuwa na utulivu sana. Ambayo hiyo hali hiyo inakinzana na jinsi ilivyokuwa jana. Jana kulikuwa na mafuriko ya watu hapa, ila wakati tulifika hapa leo asubuhi kulikuwa na utulivu sana, na kulikuwa tu na maafisa wa polisi walikuwa wameshika doria katika lango kuu la kuingia katika boma hili la Opoda Farm na kuhakikisha kwamba amani unadumishwa. Na pia niliweza kuzungumza na baadhi ya watu waombolezaji waliweza kufika hapa, hasa wazee kutoka eneo hili, na pia wao wakaendelea na kuhimiza amani. Na pia jinsi unavyoona nyuma yangu, sijui kama mpiga picha wangu Martin Kibuta anaweza kutazama picha hiyo, kile kitabu cha maombolezo, The Condolence Book, ambayo imekuwa hapo tangia jana. Waombolezaji bado wanafika hapa na kutia saini katika kitabu hicho kama njia moja ya kuleta risala zao za rambirambi kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye hadi kwa sasa ameweza kutuacha. Wakati ilifika jioni, basi ndugu yake mkubwa Oburu Odinga aliweza kufika hapa na wakati alifika hapa moja kwa moja akaingia katika nyumba hii. Kumbuka mlango huo umesalia kuwa umefungwa tangia jana wakati tuliweza kufika hapa kwa mara ya kwanza, na wakati Oburu alifika hapa, hapo ndio tuliona mlango huo ulifunguliwa kwa dakika chache tu, ambao aliingia hapo ndani kwa shughuli kidogo ya maombi. Wakati alitoka ndani nje na kusimama kwa mlango na kuhudumia ama kuongelesha ule umati ambao ulikuwa umefika hapa, ama wale waombolezaji walikuwa hapa wakati huo, akawaongelesha akiwaambia tu mpangilio jinsi ilivyo, wakati mwili wa Raila utatoka Nairobi kuletwa hadi Kisumu, na pia kuweza kufikishwa katika boma hii na kuelekea pale ambapo atazikwa siku ya Jumapili kule kwa babake Kang'o ka Jaramogi. Kabla niendelee sana Gladys, ninaye jamaa mmoja tu ambao, kumbuka kumekuwa na rasharasha hapa jioni, ndio posa unaona kuna utulivu fulani hapa. Pia kuna giza, bado naona mafundi kutoka kampuni la KPLC wakiendelea kushughulikia mambo ya lighting hapa na pale. Ila kwa sasa wacha niongeleshe mtu mmoja hapa ameweza kufika hapa jioni ya leo, aweze kutueleza pia yeye kulingana na hali jinsi ilivyo. Kuna yapi ya kusema? Kaka, kama unaweza fika hapa atazamia pale. Nimeona umefika hapa ukiwa na haraka sana. Tueleze pia, kumekuwa na mvua lakini umeweza kufika hapa pia. Tueleze wewe umetokea wapi na hali hii ina maana gani huko, na yapi ya kusema? Probably you can speak in English if that's comfortable. It's okay. Thank you very much, fellow Kenyans. I'm called Pastor Elijah Okebe of Injili Takatifu Church. I come from Homa Bay County. I'm a senior teacher at Maranda High School. I'm one of the preachers in most of our local media houses. Right. I'll not mention, even this week I was on air in one of the media houses. So? First of all, let me say we are saddened by the demise of our former Prime Minister, Raila Odinga. Let me first extend my message of condolence and word of sympathy to the family, Mama Aida, Dr. Buru, Winnie, and the rest, and to all Kenyans. Secondly, I would wish to remind Kenyans as a clergy, as a pastor, whose voices has reached many Kenyans, that let us thank God for everything that has happened. Let us not question God, probably with very harsh words that the Almighty, why have you done this to us? God has taken his own creature. God is the one who created His Excellency Raila Odinga. He had a purpose with him in this world or in this country. And if God himself feels that
Raila Amolo Odinga has finished his purpose on earth, then the only thing we can do is to thank God. Secondly, let us embrace peace, because Raila was a champion and a beacon of peace. If we mourn him with peace, is when God will receive his soul and put in the right hand where he had put the souls of watakatifu wote na mwanawe Yesu Kristo. Nikimalizia ni Zaburi 91. Kama kuna shida, God is our refuge. Let's all go take refuge from God. He will give us an alternative. He has several alternatives that will play a role like Raila. He will not leave us. I'm talking about God the Almighty himself. That's what I can say. Thank you so much. Labda kwa mwisho tu, ikiwa utazungumza pia, simamia tu hapo, tueleze unaitwa nani. Kuna kijibaridi kidogo, kumekuwa na mvua jioni ya leo, lakini naona bado kuna watu tu wameweza kukita kambi hapa. Labda tueleze wewe ulifika hapa saa ngapi, umetoka eneo gani? Kwa majina kwanza naitwa Kizito Kelvin Wasonga. Mimi ni mkaaji wa hapa Bondo. Nimeishi huko karibu na Just. Sasa nilikuja hapa mapema kitu kama saa 5 mchana kuomboleza Raila Amolo Odinga, baba wetu. Tuko na uchungu sana. Sasa tuko hapa tunaomboleza kwa amani na kwa upendo, na jaribu kuwaeleza Wakenya Raila amekufa, tukue na amani, tumzike vizuri na Mungu bado ako nasi. Asante sana. Gladys na AJB, hizo tu ni baadhi za semi ambazo tumeweza kupata siku ya leo kuanzia asubuhi. Wakati tulifika hapa mwendo wa saa 2 asubuhi, tumenena na wengi. Hapo awali tumeweza kuleta matangazo haya moja kwa moja tangia asubuhi, na tumeweza kuchora taswira ya hapa jinsi ilivyokuwa. Nimeona pia kuna mahema ambayo yanawekwa hapa kando na hii jumba hili. Kumbuka mwili wa Raila Odinga utaletwa hapo kutoka Kisumu siku ya Jumamosi, na hiyo inaashiria kwamba kutakuwa na umati mkubwa hapa usiku huo. Kwa hivyo inabidi basi kuwekwe mahema pande ile, ndiposa watu wengi watakapofika hapa waweze kuelekezwa pande ile nyingine. Kile ambacho pia cha mno cha kusisitiza ni kwamba usalama umeimarishwa pakubwa. Hapo jana niliona maafisa wa polisi walikuwa hapa jana, walikuwa wachache mno, ila leo wamewekwa kila kona. Lango lile kuu kutoka barabarani na pia lango la kuingiza inaingiza watu katika boma hili, maafisa wa polisi wameshika doria hapo. Ila mchana kulikuwa na umati kubwa sana, na umati huo ulilazimisha mpaka wakaingia hapa kwa mayowe tu kama njia moja ya kuonyesha heshima zao kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Bado tutaendelea kukagua hapo na pale jinsi hali ilivyo, na kuendelea kuwajuza watazamaji wetu kila kipindi tutakacho kipata. Kumbuka Raila atazikwa kule Kang'o ka Jaramogi, na mwanahabari mwenza Alan Naoko alikuwa huko, na pia ikifika mwendo wa saa 3 pia ataweza kujumuika na watazamaji wetu pia atawaeleza nini kilitokea pale. Manake Ubura alipotoka hapa alielekea moja kwa moja hadi pale Raila atakapozikwa. Ila kwa sasa wacha nirudishe usukani kwenye studioni AJB na Gladys Mungai. Wycliffe Okech, kama labda unatupata kwa haraka sana, tumeona hali ilivyokuwa jijini Nairobi. Ilikuwa shughuli hii ya kutazama mwili fanyike katika maeneo ya bunge, lakini wenyewe wakasema kwamba sehemu ile ni ndogo. Sijui labda katika sehemu ama kaunti ya Kisumu na vile vile nyumbani kwake huko Bondo wamejipanga vipi. Lakini mtazamaji, inaonekana ni kama Wycliffe tumempoteza, hatuweza kujibu hilo swali kwa hivi sasa. Naarifiwa tupate pumziko fupi. Mtazamaji, tunapumzika kidogo. Matayarisho hayo kabambe zaidi tutapata taarifa mwendo wa saa 3. Kwa sasa tunapunga unyunyu, tukirejea ni taarifa tele, kwa hivyo sikuende mbali.